yako yafanyike mahali hapa kama mbinguni, na si mapenzi mengine bali ya kwako, Baba yetu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi, muumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vilivyo kwako, vilivyopo na vitakavyokuja. Mapenzi yako yakafanyike. Jina lako Yesu Kristo likatukuzwe, na sio jina la mwingine, maana wewe ndiwe Bwana umetamalaki. Jina lako likatukuzwe, sio tu hapa bali katika taifa hili na katika bara hili na duniani mote. Wewe usikiaye kuomba kwetu, na utuongozaye na kutuelekeza na kutufundisha, usimamaye pamoja nasi, wakili wetu na mwombezi wetu, ulipizaye kisasi kwa ajili yetu. Ni wewe peke yako, Roho Mtakatifu, mfariji wetu. Tunajitiisha kwako, uliyeko juu yetu na ndani yetu na pamoja nasi. Ukatawale sasa hii ibada hii, ukaifanye vile unavyotaka. Roho Mtakatifu, mwadhimisha. Roho Mtakatifu, mwambie ibada hii tumeachia mkononi mwako. Kila tendo ni wewe ulitende. Roho Mtakatifu, tamalaki sahihi, tamalaki roho zetu, nafsi zetu, mawazo na fikra, dhamira zetu. Tamalaki Roho Mtakatifu mili yetu, tamalaki ibada hii. Likamparede lebo shekete ribo sika rabusa, libo shete lebo sike ribo kosaya, mende ribo kosika tarabo kosaya, libo kosheke libo kosata libo saya, likamparane no sekete lida bosheke. Roho Mtakatifu, tamalaki ramase kete ribo saya, leko paramase kete ribo saya, lebo shete ribo saya, ramande ribo kosika. Asante Roho Mtakatifu kwa kutamalaki sahihi, raboko taliba saya. Mshukuru Baba kwa ajili ya malaika zake, Bwana wa majeshi, kwa ajili ya malaika zake wa watakatifu walipo pamoja nasi mahana hii. Lita paradi lezo reko vade liezi, ora mande riboko sayo. Wakati mshukuru pia kwenye maserafi na makerubi. Retoloma sekete lego sekete lebonde leba saya malaika, lebo kote riba kande ribo sika, yeko paramasi. Malaika wakuu watakatifu walio pamoja nasi, watendao kazi pamoja nasi. Asante Baba kwa kuachilia wewe pamoja nasi katika ibada hii, pamoja nasi katika kila eneo la maisha yetu. Asante kwa masarafi na mekarubi la bando robo shekete libosa, libambande reto rebo kote rete palande rebo, yeleka paradele monde rezeke vraba, liza terezo kovare mande reza lito paradele kosika, lema sekete rebo zili ya maa, malaiko moto kuria, lego koshanda rabama masike riba saya, uria lebande resikete rebo saya. Wewe zingira sisi kwa kuta za moto wako, uliye moto ulao. Eliga shako ya ambao umetufanya kwa miale ya moto wako. Likampara sekete rebo seke liba tara derebo, yekele kapara dele komondo reseke leka para dele bosheke, liba satarabo koshatu. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya uwepo wako, kwa ajili ya uwepo malaika zako kwa watakatifu na serafi na makerubi. Asante kwa utendaji wa malaika mali hapa. Likatarazova rebana mandele koseke tubibu. Hatuko peke yetu, Bwana, tuko pamoja nawe. Tuko pamoja nawe Yesu Kristo, ni mwanzilishi na mtimizaji wa jinsi tulivyofahamu. Leta parabale
sekete rebo seke yaka. Yendere mande reka sotore volezi. Ripa pa 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 pa. Leka pa 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 pa. Leta ta 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 ta. Leka ta 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 ta. Lika tarati parata. Leta ta 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 ta. Pa 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 pa. Woo! Ruka perudo roko. Shalido. Ika. Tarito koloko parateleka. Salika taratoropa. Leka kuna giza linatawala bali nuru ya Kristo Yesu. Litaka taka 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 taka. Shataka taka 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 taka. Lipo taka 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 taka. Rekopalika teliko parata lepa rima. Shaka. Kelizele vomile zele ki porozele ki parade. Yiki parazaka. Anga liko wazi. Karabande rebo seki. Ita parababa malaika panda na kushuka. Talido zele ko paradele zoko fore delezi. Eke kata palete lubunde rezlipa. Tata 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 pa 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 pa. Pa 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 pa. Yita toto to leto tote. Livosite rizoko vare delezi. Menta lezoko terete palende rima. Mahanga yimli kompaliz rivami lizoma. Ali kaseke paraduru monseke telego bubu sheke. Yere bubu sheke ridani bubu sheke. Yeteni bubu sheke nikatara. You appear to Jacob to Bethel. You are the Lord who appears to Jacob to Bethel. You are the Lord who appears to us right now in this kingdom of family. Le control zefu remase kerebosa. We raise your altar to inua madhabahu yako, mtakatifu mtakatifu Bwana majeshi. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli, Mungu wetu. Twainua madhabahu yako iliko mahali hapa. Lata parako sekete rebo bubu sheke. Rebo shete rebo bubu sheke rimasa. Twainua madhabahu yako Bwana majeshi. Liko sekete rebosa. Ura deribu sekete rebosa. Tukiunganisha na madhabahu ya mbinguni patakatifu patakatifu. Bila shaka lugha ikawe moja. Tendaji ikawe moja. La sheke rebosa katarabu bubu shaka. Lugha ikawe moja, utendaji ikawe moja, roho ikawe moja, imani ikawe moja. Bwana Yesu Kristo ndiye Bwana, ndiye mmoja. Rebale bale 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 bale. Tele kompare dele boko loko seka. Le kompara dele boko komante te papa. Shele te para dele te porota. Rika rima seke. Furaha ikajae ndani ya watu wako. Furaha. Pendo la Bwana likamimini. Roho Mtakatifu mimina pendo la Bwana, mimina furaha. Lekompare dile bushilebo. Serebo. Tale koko sekete retutepa. Male lile bushike. Mahali pa jeshi la Bwana wa majeshi. Lika paratele bushike rika telebusa. Damu yako Yesu Kristo ina nguvu. Damu yako Yesu Kristo ina nguvu. Damu yako ina neno. Damu yako inasikia. Damu yako inatenda. Tunaadhimisha damu yako Yesu Kristo. Tunashukuru kwa ajili ya damu yako iliyomwagwa kwa ajili yetu. Damu ambayo imetusafisha, damu ambayo imetutakasa, damu ambayo imetuhesabia haki. Damu ya Yesu Kristo laba kasheka. Hakuna damu kama damu ya Yesu Kristo. Damu ambayo imefunika mahali hapo, imetufunika. Ribu shele baba. Rubaa sike ribu sike. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu.
inayosafisha na kutakasa, inayosamehe, damu iondoaye dhambi ya kila namna, damu inaondoa hatia. Damu ya Yesu Kristo inaita sasa ikafurike mali yako, ikafurike mali yako, ikafurike katika roho zetu, nafsi na akili na mwili, ikasafishe, ikaondoe kinachotakiwa kuondolewa. Rosha, Lakaparadele. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Shalaka tereze kovare zilima. Hata laba. Tereze kepala bare basike. Ina neno mandili dadabakota. Aba sakiriko seketelebusa. Usana haleluya. Usana haleluya. Usana mbinguni, usana duniani. Usana haleluya. Amina. Alabare busiketelebu. Usana haleluya. Amina. Mbinguni duniani. Shalabakore masike. Tunakurudishia utukufu na enzi na mamlaka na heshima. Ukitie patakatifu katika kiti chako cha enzi milele na milele. Ufalme wako hauwezi kupindulia, ufalme wako ni ufalme wa milele. Wewe ni Mungu utabaki kuwa Mungu. Wewe uliyeumba vyote na ukuumba. Asante Baba, asante Baba kwa neema yako. Baba tushirikishe na kuja mbele zako. Tunakurudishia utukufu na heshima katika jina la Yesu. Mwambie Baba, nizidishie neema yako ya kukujua na kukutumikia. Karaterebosaya katika jina la Yesu. Akuzidishie neema ya kumjua na kumtumikia. Likatarezo kopaleba. Likaparaseketerebosaya. Alebosaya na kumtumikia hata mbinguni. Tale zikapale masike. Likatalebo sikete. Sale boshikarika sike. Libo shikarika tarabosaya. Aombaye upewa. Leba sikete rebosaya. Baba nakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Muadhimishe kwa maneno. Asifiwe yeye aliumba mbingu na nchi, awezaye kufanya na yeye kalo analifanya, hakuna awezaye kumzuia. Leko mtelebosa, ishie milele na milele. Yeye Alfa na Omega, kwanza tena wa mwisho. Yeye aliye Mungu wa miungu, Bwana wa Bwana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenyezi. Yeye aliye kweli, ndiye uzima, yeye ndiye njia yetu, yeye ndiye ufufuo, yeye ndiye milele. Yesu Kristo tunaliilisha, tunakutukuza. Wewe mzuri Bwana wetu. Asante kwa kutupenda, asante kwa kutupenda na kutujulisha pendo lako. Mungu yako siku. Asante kwa wema wako na fadhili zako kwa kusikisha wetu. Asante kwa afya yako. Asante kwa uhai. Asante kwa neema ya kutumikia. Asante kwa kutumikia. Asante kwa Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa uweza na kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu. Kwa uweza na kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu. Na kila silaha ya Mungu. Na kila silaha ya Mungu. Na ichukua sahihi. Na ichukua sahihi. Kila
kila sauti inayoita nafsi yangu kwa kutumia jina langu ili kunitumikisha kinyume na Kristo Yesu, au kunitendea kinyume na Kristo Yesu, kinywa hicho nimekihukumu na matendo yake yote juu ya maisha yangu. Na achilia silaha za Bwana zikawatafute na kuangamiza. Maana nafsi yangu haitakuwa kama wanavyotaka. Maana mimi ni mali ya Kristo Yesu. Niko ndani ya Yesu Kristo. Na Kristo ndani yangu. Nafsi yangu. Muhimidi Bwana. Wakatae wote wakitoa kinyume na Kristo Yesu. Kwa damu ya Yesu najitenga na watu hao, iwe na wajua siwajui. Kila yoyote anaita nafsi yangu kwa ubaya, kwa uhalifu, kwa kunitiisha, kunitumikisha kinyume na Kristo Yesu, na haribu kazi zake katika maisha yangu, na chochote anachokifanya kifanikiwe juu ya maisha yangu, kwa kuwa hakuna silaha itakayoinuka kinyume nami itakayofanikiwa. Omba sahihi. Tarika sekretari busai. Rika sekretari busai. Uzao wako, watoto wako, mume wako, mke wako, yoyote naita nafsi yako kwa jina lako kinyume na utukufu wa jina la Yesu Kristo. Talita katoshata papa liko papa shata shaka likata lekata paparika palao litatopa leka shileko pale le shaitopa litataparezeke. Magoti yangu ni kwa ajili ya Yesu Kristo na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Lisote vareba, maana kila goti takunja kwa ajili ya Yesu Kristo, na kila kinywa takiri Yesu Kristo ni Bwana wa utukufu wa Mungu Baba, na sio kwa jina jingine, na sio kwa mwanadamu. La sovare zoke toba tazovere talaka porozova lesovere talezovariba. Na kataa kutumikishwa kinyume na Kristo Yesu. Taleka manda yekosia roho yangu na nafsi na mwili na akili na maamuzi, fikra na mawazo. Leka papa lizo verema leto pare lesa kata leko parake leka lego foshe leka ripa papa shata leshota. Nafsi yangu imekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ya kuchezewa, ni ya thamani, imeambatana na Kristo Yesu na sio mwingine. Shaka papa shaka. Kila roho ya kuzimu, kila roho ya kibinadamu, kila roho ya mazingira, kila roho ya kiganga na kichawi, ya matambiko na mizimu, raka saka ya kuabudu wafu, haiambatani na nafsi yako, haina uhusiano na wafu, haina uhusiano na giza, hauna uhusiano na kuzimu. Shaka kapalakata, na uhusiano na uzima wa milele wa Yesu Kristo, na uhusiano na Yesu Kristo, simu wa kabila la Yuda ambaye ameshinda kifo na mauti. Leka parabaseke yatalababasha, ambaye amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani. Chochote kifungacho duniani kimefungwa mbinguni, chochote kifunguliwa duniani kimefunguliwa mbinguni. Talita kotopa shalita takata. Nafsi yangu ihuru kumwabudu Bwana na sio kuinamia yoyote, kumtumikia yoyote au chochote kisichotukuza Kristo Yesu. Leso verezeketelezo reso veretaleko. Mimi sio kunyamazishwa, mimi sio kuchezewa. Rato pala katalaba liso kotala leba shalaba lekaterebo ikatara
Raba. Hakuna uhusiano kati ya walio hai na wafu. Maana yeyote asiyejua Yesu Kristo, yeyote asiyemwamini Yesu Kristo ni mfu. Ni mfu huyo. Hakuna uhusiano kati ya walio hai na wafu. Ledo manda leto kota. Leto kota leka. Ledo manda leto paria. Lezo verda. Leko seke. Utapere tabole boshike. Kata lebuzi. Lezo koverdi. Lezo keverdi. Maamuzi yako, maneno yako, msimamo wako kwa damu ya Yesu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Omba, fungua kinywa chako ufunike. Jina lako, jina lako, jina lako. Jina lako, jina lako lifunike kwa moto. Lifunike kwa moto, lifunike kwa moto la. Kila litajale, alitajale. Kwa ubaya ataliwe kwa moto. Toa hukumu, toa giza. Katika roho na damu na nyama. Tazevuma. Lezo vereba. Lezo kevarade. Vorebase. Leto korona. Lezo verema. Leto barabo seke. Lebo seke tulebosa. Jitangazie wema na fadhili zake zinaambatana na wewe siku zote za maisha yako. Tangaza uzuri wa Bwana ukiambatana na nafsi yako na roho yako, mawazo yako na maamuzi yako, na mwili wako na maisha yako yote. Tangaza wema wa Bwana, uzuri wa Bwana na fadhili zake. Tangaza ukuu wa Bwana. Nguvu za Mungu zikulinda siku zote. Talebo seke talebo sa. Karabu shuke. Thank you Jesus. Omba. Hilo ni ombi la muhimu sana. Omba kama ulivyokuwa unaomba kujitenganisha na ile uovu. Omba majina ya watoto wako yafunike kwa moto. Majina la mkeo funika kwa moto wa Mungu wako ambaye ni moto la. Omba sana. Zindika leo kwa damu ya Yesu na kwa moto. Jina la mumeo kuna atakayechezea tena. Kazi zako. Malaika kamuuliza jina lako ni nani, akasema Yakobo, akasema jina lako si Yakobo. Jina lako ni Israeli. Leko pare maana umeshindana na Mungu, umeshindana na wanadamu, umeshinda. Haba sekete rebosa. Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele. Liko parabaseke radobo shika. Amesema atakweko atakayesimama mbele zako siku zote za maisha yako. Neno lile alisema, alimwambia Yoshua, li hai kwako pia. Neno la Bwana li hai. Li hai kwangu. Hakuna atakayesimama mbele zangu siku zote za maisha yangu. Leko parabaseke terebo seketere. Rekaterebo sika katika utumishi wako. Leto raba karibu sana. Wacha neema ikatende kazi sahihi. Leko parabaseke terebo sana. Zindika kwa damu ya Yesu, kwa moto Mungu wako. Mungu wako ni moto la. Moto Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Lego shakaribu sana. Ambatanisha jina lako na uwezo na nguvu ya Mungu. Wema na fadhili za Bwana zinaambatana na sisi siku zote. Maana ametupaka mafuta mabichi matakatifu kuliko wenzetu. Kikombe changu cha furika. Kikombe changu cha wema, cha fadhili kichafurika. Kikombe changu cha uzima milele chafurika. Uzima ulio tele chafurika. Omba, kikombe changu cha pesa kinafurika. Kikombe changu cha vipawa karama chafurika. Kikombe changu cha upendeleo chafurika. Kikombe changu cha ulinzi na usalama chafurika. Kikombe changu cha afya njema chafurika.
Kikombe changu cha hekima na maarifa na ufahamu na akili nzuri chafurika. Kikombe changu cha nguvu chafurika. Kikombe changu cha upendo na furaha chafurika. Kale bobo sheke pepe popo mandarezo. Libo sheke ribo saya. Tamka maneno kwenye jina lako. Tamka, maana ni nafsi yako hiyo, ni uhai wako, imebeba maono yote. Jina lako limekubeba. Jina la watoto wako. Roma seke. Baba nakushukuru. Mwadhimishe Bwana, mwambie asante kunipa fursa kujua haya. Ni kwa uweza wako, pokea utukufu na heshima. Asante kwa kuwa imekuwa hakuna kutangua katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao, katika roho na damu na nyama. Leo shaterebo saya. Hakuna cha kunishusha. Mimi ni kichwa na sio mkia. Mimi ni wa juu tu na sio wa chini. Leko pareterebo saya. Rima si. Ninaishi mimi sifi. Leko tarabosa. Mimi mshindi, sio kushinda. Rato kompale saya. Mimi tajiri, sio maskini. Tangaza, mimi sio dhaifu, mimi na uwezo, mimi ni hodari. Oh, laba shaka. Mimi si mwoga, mimi ni shujaa. Mimi ni jasiri. Tangaza. Naweza mambo yote katika Kristo Yesu atiaye. Leko paraderebo saya. Tamka maneno pamoja na neno katika roho. Leko parabasa. Chukua upanga maana neno la Bwana. Leko parebota lebo sika. Leko parabasa. Neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yako. Usijifiche katika kunena kwa lugha. Tamka maneno huku ukinena kwa lugha. Omba kwa akili, omba kwa Roho Mtakatifu. Labaka sheta, lebo koshata, lebo kosaya. Libo koshata raba saa. Sijawahi kujua watu wanakuwaga wavivu ikifika kuhusu maisha yao. Lazo veremande lizoko farebade lizaka. Lika parabaseki. Ndoa yako ile, familia yako ile, kuna mtu anatamka kwenye madhabahu sio. Zindika leo kwa damu, kwa moto, kwa damu Yesu na kwa moto. Na kwa jina lipita na majina yote. Jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo wa Mungu, kwa nguvu za Mungu aliye hai. Talita, inuka. Lezo verebo sekerezo. Hakuna kuchezea nafsi yako. Hakuna kuchezea jasho lako. Hakuna kuchezea nywele zako, kucha yako, mavazi yako, unyayo wako. Hakuna kuchezea. Mwili wako ni hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. Wacha wivu wa Bwana ukateketeze wanaochezea mwili wako. Wanaochezea hata kipande cha mwili wako au jina lako. Ni pamoja na biashara zako, pamoja na familia yako, pamoja na hatima yako. Kareko sekete nipo. Lazima iwe vile Kristo amekusudia. Sio vingine, huwezi kuendelea kuteseka hivi. Kareko bosha. Ribo seki. Talebo shaka. Libo kosaya. Nathibiti katika haki. Bwana anasema nathibiti katika haki. Nimewekwa mbali na kuonewa. Hakuna kuonea nafsi yangu, hakuna kuonea maisha yangu. Hakuna kuonea ndoa yangu wala familia yangu. Hakuna kuonea watu nilionao katika Kristo Yesu. Hakuna kuonea wanangu damu ya nyama na watu. Lako parabasa. Hatuogopi. Sisi sio wa kuogopa. Sisi sio wa hofu. Maana nimewekwa mbali na sisi. Hatukupokea roho ya uoga. Tumepokea nguvu, roho ya nguvu na upendo na akili timamu. Ndivyo tulivyo. Lekopa shatale zovarina. Nayo mamlaka
Mamlaka ya kufunga chochote duniani kinafungwa mbinguni, sio kufungwa mimi. Naye mamlaka ya kufungulia kitu duniani kinafunguliwa mbinguni, sio mtu kunichezea. Najiketisha katika kiti changu cha enzi ambacho Bwana ameniweka, katika nafasi yangu, katika roho na damu na nyama, katika ulimwengu huu na katika ulimwengu usioonekana, katika ulimwengu huu ulioko na ulimwengu ujao, na hakuna kunitoa katika nafasi yangu. Naenda utukufu hadi utukufu, imani juu ya imani, heshima juu ya heshima, uwezo juu ya uwezo, nguvu juu ya nguvu, tajiri juu ya utajiri, hekima juu ya hekima, maarifa juu ya maarifa, baraka juu ya baraka, ushindi juu ya ushindi. Sibaki pale pale, nang'aa, maana Bwana amesema mimi ni nuru ya ulimwengu. Leko parabas sheketerebusa. Alipokufa nilikufa naye, alipofufuka nilifufuka naye, akitangulia kunitahiri kwa tawala ya kwake kwa jinsi ya mwili wake. Naye akanisamehe dhambi zangu zote, kafuta hati ilikuwa inanishtaki kwa mkosa, akaigongolea msalabani, akaifanya kwa kongo. Kora tete para, kuna kunishtaki tena, hakuna cha kunihukumu. Kila sauti na nihukumu ikanyamazishwa sahihi. Katapaleka saka katika roho na damu na nyama, katika ulimwengu uliopita, katika ulimwengu ulioko na ujao. Sihukumiwi tena, nimekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Mimi mali ya Yesu Kristo. Kaleto pala tapaleka saka sadema baba saka. Pokea utukufu na heshima na sifa zote sasa na hata milele. Amen. Sasa kuna mambo machache tunataka tuyaangalie katika wakati huu. Ukiokoka lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu, na kila siku kiu na shauku yako ni kujazwa Roho Mtakatifu. Tunaeleweka? Ni kujazwa Roho Mtakatifu kila tupo. Sasa mwambie Baba, nijaze Roho Mtakatifu kila tupo. Usiangalie alishakujaza, mwambie tunijaze. Amesema mkijua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, ni mlio waovu, je, Baba yenu wa mbinguni hata wapa Roho Mtakatifu kwa kumwaga bila kipimo? Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukupa. Alishatoa mwanae. Furika saa zote kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Huyu ndiye anayekufundisha namna ya kufanikiwa. Huyu ndiye anayekuongoza namna njia ya kwenda. Tunaelewa? Nakushukuru. Nakushukuru. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watu hawa ambao leo kuja. Asitoke yoyote bila kupokea kile anachotaka. Amen. Mstari wa 6, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa mwanae Timotheo. Neno la Bwana li hai. Kwa sababu hiyo, nianze mstari wa 3. Namshukuru Mungu nimwabudue kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile ni kukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana,
katika kuomba kwangu usiku na mchana, nami natamani sana kukuona. Nikiyakumbuka machozi yako yalinijae furaha, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki. Mwangalie jirani yako, mwambie, nikikumbuka imani ulionayo isiyokuwa na unafiki. Kumbe imani inaweza kuwa na unafiki. Umeelewa hapo? Umeiona hapo? Isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike. Nami nasadiki wewe nawe unayo. Nami nasadiki wewe nayo unayo. Akianza kumfuatilia, anaona bibi yake alikuwa anamwamini Yesu Kristo. Anaona mama yake anamwamini Yesu Kristo. Anamwangalia Timotheo tangu utoto wake. Amejifunza maandishi. Anasoma Biblia. Anataka kumjua Mungu. Kwa hivyo anakutana na Paulo. Paulo akimwangalia, Paulo akampenda. Mama yake Timotheo alikuwa ni Myahudi. Baba yake alikuwa mataifa, Myunani. Wayahudi walipomuona Paulo akiwa na Timotheo, wakasema, huyu bwana hajatahiriwa, wanatembea naye. Kwa sababu Wayahudi walifikiria wakina Petro ya kwamba injili ambayo Yesu anakuja nayo ni kwa ajili ya Wayahudi tu. Lakini Yesu aliinua Paulo kwa ajili ya sisi wa mataifa. Baada ya Kornelio kutoa sadaka na kuwa naomba kile tupoleo, ukisoma hapo utakuta Paulo anaokoka, Kornelio pia anaokoka. Inaeleweka? Paulo anatumwa kwa ajili ya watu wa mataifa. Kwa hiyo kwa sababu Timotheo sasa anataka kukataliwa, na akimwangalia Timotheo kanisa atakalosimamia na watakaowashuhudia Wayahudi wapo, na wa mataifa wapo. Ndio maana amezaliwa na wazazi wa kabila tofauti, maana makabila yote hayo anatakiwa alete kwa Yesu. Sasa ila kubalike pande zote, hawa ni wa mwilini, hawa ni wa rohoni, ikabidi atahiriwe. Paulo akamtahiri ndio peke yake. Baada ya hapo Paulo alikasirika sana kwa sababu Yesu alimkemea. Sema, wito wangu sio kutahiri watu. Kwa hivyo baada ya hapo hakuthubutu. Kwa hivyo alivyokuwa na Timotheo, aligundua mambo fulani kwa Timotheo kwa sababu ya imani aliyopokea kwa bibi yake na kwa imani aliyoipokea kwa mama yake. Ilikuwa haina unafiki, lakini ilikuwa imepungukiwa kitu. Maana imani ili iweze kutenda kazi inahitaji kitu kimoja tu. Ndicho shetani anachokitafuta. Ilo kitu inaitwa ujasiri. Waebrania 10:65 nasema msitupe ujasiri wenu. Kunaona yule mtu pale, unakataa kumshuhudia kwa sababu ujasiri unagoma. Lakini imani ulionayo sio unafiki, unataka okoke, unasema nitamuombea okoke. Lakini Bwana anakuhimiza, neno injili yangu ndio uweza wangu uleta wokovu. Anasema sionei haya injili kwa sababu ndio nguvu, ndio uweza wa Mungu uleta nini? Sio tu namuombea, nenda ukashuhudia hata wengine. Ni ndugu zako wako mbali na wewe. Sawa, jitoe sadaka kushuhudia watu wengine waokoke. Ndugu zako koliko watakutana na Bwana Yesu Kristo. Inaeleweka? Mnakumbuka mama Mbashi? Yule mama alitoka Shinyanga ambaye Mzee Kulola alikuwa hawezi kuja kuhubiri Shinyanga bila kulala kwake. Mnamkumbuka? Alipokuja, wengine ni wageni, mnamsikia Basha, si ndio?
Nasema kwa sababu hata yeye alitoa ushuhuda. Tulipoenda kwake tukamfundisha namna ya kufanya. Familia yake, wale watu ambao kanaona hawezi kuokoka, watoto wake wale waliokoka, na alitoa ushuhuda hapa. Mnakumbuka? Inakwambia hicho kitu kinafanya kazi. Na jana tukagundua unataka usipungukiwe pesa, sijui nini, amani, nguvu za kushuhudia watu. Akasema nilipowatuma mlipungukiwa kitu chochote? Niliwatuma bila fedha, niliwatuma bila viatu pea mbili. Je, mlipungukiwa kitu? Akasema la hasha. Maana yake anamwambia tutume hata sasa hivi, kile kitu ni kizuri, kinalipa. Kwa hivyo alipofufuka akamwambia msitoke hapa, mtapokea nguvu, mtabatizwa. Yohana alibatizwa kwa maji, lakini nyinyi sio wa maji, mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Baada ya hapo mtaanza kunishuhudia. Inaeleweka? Sasa Timotheo anauoga. Paulo yuko naye, ameshamfundisha neno, na Paulo anagundua kuna kitu ambacho sio sahihi kwa Timotheo. Huyu kijana anamwachia kanisa, chunge kanisa la Kiherehere. Sema kanisa la Kiherehere. Lile la Korintho, wanawake wa baba wanaenda kwa lugha na wanaelewana. Na vipawa, karama, vipaji vimejaa, na kanisa ni tajiri. Kila mtu ni tajiri. Utamwambia nini? Sasa Timotheo ndio mchungaji wa hilo kanisa. Hivyo naelewa hapo. Na kuna saa wanaona kwa lugha wanashinda dhambi na hawezi kuwakemea. Inaeleka ujasiri haupo. Na nipate vizuri. Akasema hii imani sio na unafiki unayo, lakini kuna kitu hauna. Ujasiri. Mstari wa 7. Tusome. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mpaka anamwambia sio ya uoga, maana yake kulikuwa na uoga. Imani ile aliyopokea ile kwa bibi, kwa mama. Kwa hiyo unaweza kupokea imani kwa mtu unayemsikiliza au ulikozaliwa. Naeleka bila. Wengine wanasema mimi nimezaliwa katika Katoliki, sitoki. Lakini ajui Yesu. Anakuwa na kile kinaitwa mapokeo. Sasa wewe inawezekana uko hapa, lakini hujawahi kushuhudia hata mtu ili aweze kuokoka. Na hujui kilicho ndani yako, kwa sababu hujawahi kuthubutu, kwa sababu kuna imani unayo haina unafiki. Unampenda Yesu kweli. Na unaweza kufanya chochote kanisani na kila kitu kilichohitajika, lakini kushuhudia mtu. Ukamwona na ndevu na amepaka ina, ukaenda kumshuhudia. Ujasiri. Kama ni mwanamke anakuja kutongoza mtu pale, ujasiri kwambia sikiliza, mimi ni mwana wa Mungu 1 2 3, nataka uokoke, uachane na dhambi. Unakuwa ujasiri, lakini imani nayo ya Yesu Kristo. Sasa ule uwezo wa Mungu haufanyi kazi maishani mwako. Sadaka unazitoa, maombi unafanya, lakini uone mabadiliko maishani mwako. Kwa sababu ili usipungukiwe na kitu chochote, na ule uwezo wa Mungu utembee na wewe siku zote, lazima watu walete kwa Yesu. Maana hicho ndicho Yesu ameagiza alipofufuka, akasema nendeni duniani kote mkahubirie kila kiumbe. Hilo ni agizo kwa kila aminiye Yesu Kristo. Sasa jana tukagundua wengi wenu haleluya. Muulize jirani yako, umeleta wangapi? Umewafundisha wangapi? Utaenda kwa wale ambao ngoja naweza kuongea nao. Vijiweni kuna vijana wanavuta bangi, kuna vijana hawajui Yesu. Nenda kwenye vijiwe vya pikipiki. Ujasiri. Unaenda kushuhudia waokoke, wanakuokoa wewe. Lakini imani nayo ishuko na unafiki. Ila sasa ina uoga ndani yake. Nikimwambia itakuwaje? Nikisema nimeokoka itakuwaje? Nikamwambia mwaka huu ni mwaka wa kuonyesha umeokoka. Na shetani anataka kuketisha tu hivyo hivyo.
tuna baba pale. Lakini wewe miujiza ishara maajabu inatakiwa kuambatana wewe uione maishani mwako. Itaonekana ukienda kushuhudia. Kuna familia inateseka hii Yesu ni kwa waganga ni nini na dini yao wanaenda. Lakini ukichukua tu kaenda kawaambia nimeletwa hapa na Yesu Kristo kuwapa habari yake, usiongee habari zako, watakusikiliza. Kuna naye kataa kusikiliza Yesu, kaambia nimekuja hapa na habari njema ya Yesu Kristo. Kwa sababu kwanza ni uwezo wa Mungu, itamka hivi ni uwezo ulio na utiisho. Na kwanza leo utakuwa na utiisho. Amen. Usikie. Na sio kila mtu anakusikiliza. Lakini asilimia kubwa watakusikiliza. Amen. Kuna kitu ujasiri unavaa, tunasema naenda kushuhudia mtaa huu wote na kushuhudia ujasiri. Na ukishajua umeokoka, ile kujua wakajua umefanyaje. Unajua ni kwa nini tunatoa ushuhuda? Ili mapepo aina ile inatoa habari kule, bwana yule mtu aina ile kuvamia kaishinda. Walishinda kwa neno lao la ushuhuda, kwa damu ya mwana. Unapotoa ushuhuda umeshinda. Kwa mapepo aina ile inakuwa inatoa taarifa kuhusu wewe, bwana huyu usimwendee. Wa aina hiyo, sio mapepo wote. Inaeleweka? Sasa katika eneo hilo watu wanaanza sema huyu ameokoka. Wachawi, waganga, watu wa dini. Ni wachawi, watu wa dini ndio wachawi. Hakuna mtu wa dini ambaye sio mchawi. Na dini bila uchawi haiendi. Sasa wewe ulipoenda kule kumbuka ni uweza wa Mungu. Lile neno unalotamka. Kwa nini siruhusi sasa ongee kucheki? Anasema mtu yeyote atakaye nikiri mbele ya watu na mimi namkiri mbele ya nani? Sasa unapoenda anaenda na wewe uendi peke yako. Ndio maana katika Marko 16 pale mstari 19 walipoenda kote kote wakihubiri ile habari njema kwa watu, mstari wa 20 unasema hivi, Bwana naye akiwa pamoja nao akithibitisha lile neno kwa ishara na miujiza na maajabu. Ni Bwana anathibitisha. Ni wagonjwa utakuta wanapona. Wanaabudu miungu wataiacha. Lile neno ni moto, litawaka ndani yao. Wale walikokuwa wanatembea wakienda Emmaus, wakakutana mzee mmoja anatembea nao akiwaambia habari za Yesu. Wakidhania ni mzee, kumbe ni Yesu mwenyewe. Wakati anawaambia maandiko, mioyo yao iliwaka moto. Hakuna sasa utamwambia mtu neno la Mungu ambaye hajawahi kulipokea au analisikilisikia lisiwake moto ndani yake hata kishatoka. Ni mbegu, ni Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Sasa na neno lilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo pasipo neno hakuna kinachofanyika. Lazima uende ukaseme, na Roho Mtakatifu atatumia kinywa chako. Na ukifanya vile Yesu anakutaja mbele za Baba, yuko katika mwili. Katika roho yuko ndani yako. Kwa hiyo katika mwili kwa nini? Ili usipungukiwe katika mwili. Sina ongea kwa sahihi. Amen. Ndio maana walipoanza kushuhudia siku ile Roho Mtakatifu alikuwa njia, walianza kushuhudia siku ile. Petro akavuna watu 300 bila microphone, bila chochote. Nikuulize, ukisoma mbeleni hapo, unakuta kanisa walikuwa na uhitaji. Uhitaji watu walionao kanisani, au watu waliokoka ni kwa sababu hawashuhudii Yesu Kristo kwa imani isiyokuwa na unafiki na kwa imani iliyojaa upendo. Kwa sababu unataka Yesu atukuzwe. Ile kutaka Yesu atukuzwe maana unataka huyu mtu amjue Yesu, awe wa Yesu. Na hiyo ndio furaha ya mbingu kumtuma Yesu akafa kwa ajili yetu. Na kwa ajili yetu. Na kwa kunafanya hiyo kazi, unafanya kazi kuliko rais yoyote duniani. Maana unafanya kazi ya Mungu, Mungu ndiye amekuajiri. Sasa shetani anakuweka kwenye sanduku yako hili. Shetani anakuweka kwenye nyumba yako ile, unakaa tu mle unaangalia TV, tamthilia kwenye biashara yako ile, kwenye ofisi yako ile, ushuhudie hata ofisini pale utasema watanijua. Kuna kwa sababu kuna katapia. Na ile tabia yako chafu iweze kuondoka lazima uzungumzie Yesu. Wacha waione lakini zungumzie Yesu. Sasa wakataka ongea kwenye mtaa. Ukaenda nyumba kwa nyumba. Kaongea na vijana mtaani, watakumaka. Watakuwekea alama huyu ameokoka. Inaongea mbona? Kuna siku isiyojulikana mmoja baada ya mwingine ataokoka. Watakuja kusema kuna mtu alikujaga zamani, unatukumbuka. Umeshasahau. Kwa sababu atendaye kazi wewe ulipanda, lakini asababisha kuchipuka ni Mungu mwenyewe.
jina lako linaweza kuondolewa kwenye kitabu cha uzima. Kumbuka walipoenda kule kushuhudia, walirudi wakisema hata mapepo yanawatii, sio? Yesu akawaangalia akasema, msifurahi mapepo yanatoka, yanawatii. Furahini majina yenu yamefanyaje? Yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Yanaandikwaje? Yanabaki yamekaje? Yesu akaendelea kukukiri mbele za Baba. Anaendelea kukiri kivipi? Ukiendelea kushuhudia Yesu kwa watu. Lazima ujivunie kuokoka. Wokovu ni kitu adimu cha thamani kuliko kitu chochote. Kuliko fedha, kuliko hakuna uzima, hakuna uhai unaweza kulingana na wokovu, kwa sababu wokovu ni uzima wa milele. Mtu asiyeokoka ataenda jehanamu ya moto. Ndio maana mbingu inafurahia mtu mmoja akitubu dhambi zake akaziacha. Je, huyu yule ambaye alimuongoza sala ya toba akamleta kwa Yesu, unafikiri mbingu inamfurahia kiasi gani? Ukisha washuhudia wengine watakutukana, waombee macho yao ya mioyo yao ifunguliwe ione neema ulionayo. Sina hapa. Mnawaki. Niwaulize swali. Hivi mimi naonekana kama mwoga, sio? Nawauliza, msinipake mafuta. Naonekana kama mwoga, sio? Kwa muda mmekuwa na mimi, hata kwa vitendo, kwa nini mimi mwoga, sio? Tunajua huyo Yesu. Tunajua sauti tuliyosikia na nani tuliyemuona na tuligusa, ushahidi tunao. Na habari yake tunakuja nayo, huyo neno la Mungu. Atuambie kuhusu habari zetu. Nendeni mkaambie watu habari za Yesu. Sasa sikiliza. Sasa neema inaambukizwa kama mafua. Karama au upako au uwezo wa Mungu unaweza kwenda kwa mtu anayetaka. Ukaona hiki na kitaka, unaweza kukichukua. Sina mimi na mtu. Au lazimishi mpaka ukitake. Kwa Timotheo ilibidi ndugu yake Paulo mtume amfundishe. Alafu Timotheo akawa na kiu na kile Paulo alichonacho. Kwa Paulo alifanyaje? Ndio maana nawaambia, mwe mnachukua CD, mwe mnachukua flash, mnasikiliza mahubiri, mafundisho ya hapa mara kwa sababu unaposikiliza imani inakuja kwa kusikia. Maana yake kuna roho inatoka kwenye yale yanayosikia yanaingia kwako. Sina nini. Utajikuta unakuwa vile. Inakuja kwa kusikia. 2, inakuja wewe ukitaka. Hata kuchukua roho ya huyu ambaye ni roho wa Mungu lakini anafanya kazi kwake. Kwa kuchukua chochote au kufanya chochote, wewe unajua na Mungu wako. Sina nini mtu hapa. Mama yule alikuwa anavuja damu. Alikuwa anajua akiingia katikati ya watu atapigwa. Akifanyeje anaweza kuuawa. Nini kilimpeleka ujasiri? Si ndio? Alafu akashika pindo la vazi la Yesu. Kulikuwa na upako, kuna upako. Kivuli cha Yesu kiliponya. Kivuli cha Petro kiliponya watu. Na kutoa mapepo. Ni namna unavyochukulia hiyo mtumishi ngoja. Na kuja taratibu. Nimewekea mikono hapa. Kukuwekea mikono sio kwamba nakuombea upone. Wewe usiwezi kuombea upone. Kwenye huduma hii hatuombegi watu wapone. Tunakupa kitu cha kukuponya, ukaponye wengine. Lakini tukielewa kuna tatizo sehemu, tunakutana pamoja, tunaombea ile tatizo, tunaniambia ondoka. Kwa sababu tunayo mamlaka, tunatamalaki. We are in charge. Sio serikali, sio dini. Ni sisi tuliokoka ndio tunayetamalaki, tunayetawala. Hatuhitaji hao, wanatuhitaji sisi. Tunao uzima wa milele.
tunayo habari njema ya Yesu Kristo, tunayo Roho Mtakatifu, tunayo mbingu yote, malaika, damu ya Yesu, jina la Yesu, kila kitu cha mbingu kiko pamoja nasi. Tatizo ni watu kutokujitambua. Kwa mitume wanapoenda wanapoenda Samaria, nani ameshahubiri? Filipo. Unakumbuka kulikuwa na mganga wa kienyeji pale mchawi, si ndio? Amekamata watu. Katika Matendo ya Mitume na ndio hawa wanaouza wanaita vifaa vya upako. Kifaa cha upako kiuzu kwa sababu na karamu ya Roho Mtakatifu. Naongea mtu anayeuza naye uziwa, wote ni wachawi. Matendo ya Mitume 8 inasema kwa Filipo baada ya kuhubiri wale watu wakaokoka, maana yake wakaongozwa sala ya toba au wakabatizwa kwenye maji. Hiyo haikufanywa wa Yesu. Hiyo ni kwamba umegeuka, umeacha njia yako, unataka kufuata njia ya Yesu. Kutaka kufuata sio kufuata. Sasa kujiandikisha shuleni sio kwamba umekuwa mwanafunzi shule hiyo na umehitimu. Kwa lazima Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakaja Petro na Yohana na Yakobo kuwekea watu mikono, ili Roho Mtakatifu awachilie, wabatizwe kwa Roho Mtakatifu, wapokee vipawa ili wawe moto. Ukiangalia pia kwa Kornelio, wakati ndugu yangu mzee Petro anaongea, Roho Mtakatifu akashukia wale watu. Kwa kile kilicho ndani ya Petro kikaingia ndani ya watu, anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa wakawa wanafanya kama Petro na wao. Sinaongea tu. Kwa sio ya Wayahudi. Sasa ni ya, unajua Petro alikuwa na imani ya kinafiki. Akiona Wayahudi anakula nao, akiona Wayunani anakula nao, akiona Wayunani na Wayahudi wako pamoja anakataa Wayunani kwa sababu hawajatahiriwa. Unaelewa? Ikabidi ndugu yangu Paulo mtume amkemee mbele za watu imani ya kinafiki. Ndio tunaelezea sasa. Unaanza kunielewa? Ina ubaguzi. Huyu mtu sitamshuhudia. Timotheo anataka shuhudie, anataka upiri ile kweli, lakini kuna tatizo, uoga. Sasa uoga unaondokaje? Na huyu ni wa Paulo mtume, mtu asiyeogopa chochote. Naongea na watu, atafikishaje injili kule nakotakiwa kufika? Na ndio mwanae aliye mwaminifu. Paulo alikuwa na watu wengi wanafunzi, wote walimsaliti kwa sababu ya tumbo. Naongea na watu, pata yule mwaminifu. Usifikiri watumisha wajui nani mwaminifu. Hapa sio kule wanakulembesha lembesha ili ujae kanisani. Hapa tunazungumza uzima wa milele. Tunajua mbingu ikoje, tunajua kuzimu ikoje, tunajua paradiso iko wapi. Ndio mbingu ya kwanza ambayo iko katika kifua cha Ibrahim. Haiko tena chini, iliondolewa. Maana mwambie ile mwizi siku hii ya leo utakuwa na mimi paradiso. Paradiso ilienda, ilitoka chini, ikabaki kuzimu na shimoni. Shimoni ndipo Lucifer na mapepo wake wako. Kuzimu ndipo watu wanaokufa wasiomwamini Yesu wanaenda. Na wale waliomwamini Yesu wasiofanya yale ya Yesu na wameshikilia watu mioni mwao wanaenda. Sitamshuhudia aliniudhi, alinifanyia hivi. Umshuhudia habari za Yesu, afi, damu yake itatakiwa. Sinaona watu wasema. Kwa akaangalia, akasema kuna tatizo. Heshima tunayo sio ndogo, na maono tunayoona sio kitanzania, ni dunia nzima. Na tulicho nacho sio kwamba kipo, ni nadra sana kwa nchi hii. Niziona kwa bara hii pia. Roho tuliyonayo, mafundisho, unaweza kufuatilia kwa mafundisho, mafunuo, ndani na urefu na mapana yake. Hapa tukamate akili yako kutumikisha kwa sababu ya sadaka sijui nini. Hapo na wewe ili
Jitambue, ufanye kile ambacho Yesu Kristo ameweka ndani yako. Utajitambua. Kwa hiki kitu tofauti, usikalie. Unaweza kulipa gharama hujawahi kulipa. Usiwe kama yule aliyepewa talanta kaifukia. Hii ni kutoka nje kushuhudia watu. Ndio maana nikiwa hapo huwezi kutoa pepo. Sinaangalia tu hapo. Maana yanatokaga hayaingia hapa. Haiwezi kuwepo mahali. Kilomita 7. Kwenda hivi, kilomita 7 kwenda hivi. Kwenda hivi, hairuhusi pepo. Unanielewa? Katika roho tunasafiri kwa mionzi ya nuru. Ndio maana nasema wewe ni nuru. Na ni kiwango cha neno. Kiwango cha neno, maana yake kiwango cha kujitambua wewe. Hicho ndicho kiwango, ndio kinaitwa imani. Ndicho kiwango cha kupokea. Lakini atukuzwe yeye aweza kufanya makubwa kuliko hilo. Unaenda kufanya mambo makubwa. Lengo na madhumuni ya Yesu Kristo na kwangu mimi, kwa sababu ni agizo la Yesu, ufanye makubwa kuliko unayofanya. Amen. Ukienda kule mapepo yatatoka. Amen. Ukiwa kinaga usihubirie wale watakuchosha, watakuzoea. Toka, nenda porini, jifiche, omba, toka nenda ukashuhudie watu. Utaona ile hali ya kawaida imeondolewa. Watu wanakuja, ukipiga mkono ni chini. Achana makanisa ambayo kila siku ni yule mikono inaonyesha kwenye TV, watu wanakaa pale, nguvu za Mungu hakuna kitu. Yule mtu hakuna neno la Mungu ndani yake, ni maneno tu. Unajua sisi tumeokoka, hatutumii dawa. Pumbavu sana. Unafahamu Luka alikuwa anafanya kazi? Ni Dr. Luka. Kwa sababu ule moto ulipotekea kwenye kichaka, walikuwa na zipora wakichuka wote. Ndio maana ilikuwa ni rahisi kwa zipora kumwambia nenda. Inaeleweka? Unanielewa vizuri? Kwa Zipora alikuwa anaelewa utumishi wa mume wake. Kwa hiyo Yoshua alikuwa anapeleka chakula. Kumbe Musa ameshaambiwa aende wapi? Mlimani, kuishi ni yake. Si mnaelewa? Lakini kabla Musa hajaenda mlimani, Musa alipewa agizo, mwekee Yoshua mwana wa Nuni mkono wako ili apokee sehemu ya heshima yako, maana yeye ndiye atakayewafikisha Waisraeli wapi? Kana, ili Waisraeli wamheshimu. Kwa hiyo Yoshua alipowekea mkono, ilikuwa ni heshima, kwa sababu roho nyingine alishaipokea kwa ile matunzo anapokuweko huko uwepo nani? Wa hema lile. Mungu akija anamkuta Yoshua. Musa hajafika hapo. Musa anaona wingu. Mbio Yoshua yeye. Mungu akimaliza kuongea na Yoshua, akimaliza kuongea na Musa anaondoka. Yoshua yupo kwenye hema tu. Anasubiri hivi Mungu hawezi kuongea na mimi. Walipoweka mkono, Musa ameenda, yeye anakazana kuleta chakula kila siku. Akileta ajaliwa anaacha hapa, anaenda sahabi tena. Ni hivyo mpaka Mungu alipomwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa yupo, ni wewe sasa. Na kwako wewe hakuna atakayeweza kusimama mbele zako siku zote za maisha. Ramani niliyompa Musa kuhusu taifa nani? Hilo taifa lenu limiliki liko hivi. Kuanzia hapa mpaka hapa. Hakuna cha maombi mengi. Naongea mtu hapa. Wewe nenda kwenye vitendo. Umemwona Musa yeye hata kuwa alikuwa na ua. Umemwona vizuri. Yeye alikuwa anapenda tu kuongea na Mungu. Ila wewe tafakari neno. Lipi ambalo alikwambia mtumishi wako? Maana sina lingine. Na hiyo Torati. Waangalie kutenda sawa sawa na alivyokuagiza Musa mtumishi wangu. Na nani? Na Torati. Hakuna cha maombi. Maombi yalichelewesha Musa. Hakuingia. Ni vitendo, wewe ingia kwenye vitendo. Ukipata pepo, fukuza pepo. Macho yako yanafunguka. Utahisi, yaani unanao utajua hapa kuna pepo. Hata ukitembea utajua kuna saa harufu inaweza kuja. Ukasikia hii harufu ya mapepo hapa. Majini yananifuatilia. Unaigeuka
unageuka kwa jina la Yesu. Aishiwe Bwana majeshi. Moto shuke na kolani. Nenda zako. Shorapa kuya. Hayo utafanya hapo. Huko ni vitendo. Kwani walipenda kushindwa kwa nafanya maombi? Wameagizwa. Ndio maana mnaombea watu wapone. Wameagizwa kwa ponya kwa wekea mikono. Una uhakika ukienda watapona. Sasa shida yako unakuwa kama wale wa Pentecost na watu waliookoka wasiojitambua, para maombi mengi haponi mtu. Nani amejitambua? Amen. Sema uogo unaondoka. Unaweza kusema natibika tukaki. Lakini kaoga mtu akitokea yule aliyekukosea zamani yule, aliyekuchukulia mke yule, aliyekuchukulia bwana yule, naomba isitokee kwenu kwa jina la Yesu. Ndio Bwana anakuambia ushuhudie. Karoka anasema sasa utaangalia ukikubali na utakula mema ya nini? Ndio maana alipouliza nilikuwatuma mlipungukiwa kitu. Mnataka mapepo ya wajue. Nendeni hata mapepo mpaka shetani mkuu wa anga alidondoka akaachilia biashara zao kutumikisha watu katika dhambi. Uasi ukaondoka katika mitaa ile. Naweza sasa nilimuona walifanya alidondoka. Mkuu wa anga dondoke tunakushusha anadondoka kwa sababu habari njema imeenda kuhubiriwa. Uweza mnake mnawafungua mnamtoa katika kwa tawala juu yao. Naona hapo. Nani yuko tayari? Una uhakika? Kila siku hizo ni tu inakushinda hata ripoti. Jitahidi sasa. Unajua ngoja nikwambie. Hapo nitagusa mpaka neema pale. Vizuri. Na nitakukumbusha kwa sababu nataka nikukumbushe. Huyo anamuona ni maskini kwa sababu pumbavu wake na naabudu Mungu. Hataki kumwabudu Yesu. Unajua unaweza kuabudu mume na ukaabudu pumbavu. Na unaweza kuabudu hali yako na ukaacha kuabudu Yesu. Na ukaacha kushuhudia watu kwa wokovu. Kwa sababu unafikiria watu wanakuona kulingana na mazingira yako badala ya mazingira ya Yesu kuyaleta hapo yabadilishe mazingira. Hivi unaona sasa hivi? Nitamkumbusha. Na yeye atasema, baba. Hapa mimi naongea mbele yenu sio? Alafu naenda kunisema pembeni ana hekima sio? Hapo nasema. Unanisemaga? Sisi kama hekima yake inalingana na kwangu. Haya, barikiwe. Kwa jishusha tu hivyo twende sambamba. Lakini kiona nataka kunini namaliza na nao. Eleweni mazingira haya. Kwa nini kusanya nawaambia haya? Naweza kuwekea mkono ukapokea mizaa yako na kuanayo kila siku. Na ukapokea upako wa mizaa. Kama unakuja kanisani unasinzia na kuwekea mkono unapokea usingizi. Lakini kama umedhamiria ndani yako kuchukua kile kitu inaingia. Inaweza kuingia bila wewe kujua inaingia. Kwa mimi ndio nakukumbusha tena. Kwa sababu kuna kitu kiliwahi kuingia kwake. Mwanangu ambaye kilikuwa nazungumzia yeye na uzao wake. Siku moja hapa. Tutasoma Biblia kwanza. Kwa sababu hakuna zaidi hapa. Hakuna nabii zaidi hapa. Ndio nakukumbusha wewe. Kwa sababu wote hapa nikiangalia nimeshawekea mkono. Hata nikikuwekea leo. Hiyo sio kazi yangu. Ili kila ambacho nakipokea kionekane. Baada ya Yesu kupokea kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, alienda kote kote akitenda mema, akiponya na kufukuza mapepo. Wewe unapokea mkono unabaki hapa na mimi, uende kote kote kule nisikie mleta ngapi. Kule uliko hakuna hata kanisa la nyumbani. Umesema mwakono ni mwaza. Upo tu peke yako kule Kungula. Mongoro. Siji majengo mwishoni. Uko tu kama kupe aliyeshika titi la ng'ombe. Sina ngani sahihi. Lakini watu wamejaa pale wanaangamia. Maneno mengi, hakuna hela, siji nini, sio wanakonea, kwa nini wasikuonea na wapi? Nguvu ya Mungu ni nini?
Sioni haya, maana ndio nguvu ya Mungu. Ndio uwezo wa kumletea wokovu. Unataka wokovu gani? Hizo pesa unazitaka ziokolewe kule, wakati wewe kuna mtu amefungua pesa zake, wewe ukafukuza yeye mapepo yajue, yule ajilini pesa zake atawageuka. Upo tu. Unasema tunapambana na maisha, pambana, pambalo. Pambana na maisha, si umeokoka. Utaki kufuata kile cha Yesu Kristo walipoenda. Wakaona mwanadamu akitoa pepo na shanga. Asema nendeni wawili. Alidharauliwa kula liko. Sinakumbuka Nazareti kwao. Asema sasa hapa utaweza kufikiria vipi? Wewe ni watume hawa 12. Wakalipwa moto huko. Wakarudi na utajiri, maana bia acha pesa hapa, acha hiki. Wakarudi na mali. Akasema usizuri. Huduma hii pia sio kuzuri. Ukiwa umeelewa kaa nyumbani ufanye mambo yako, na sasa ushuhuda neno kashuhudie, fanya shughuli zako. Ukienda kwenye nyumba ni kwa ajili ya neno ya Yesu Kristo, sio kusengenya. Utabaki. Ndio mtu hapa. Mtu yote kati yenu akiletea matatizo yake kwa kiwango chako, mwambie sasa nimekusikiliza. Na upige magoti. Piga magoti, ni kuongoza sala toba bado. Baada ya kutakuwekea mkono, upokee kutoka kwangu. Inanifanya nisiongee kama wewe. Sina ngana tu hapo. Unafikia atakuletea ubeti. Ataleta ujasiri wa kumwambia haijalishi nani. Ujasiri, sema ujasiri. Mtaponya watu wengi. Kumbuka viumbe vyote vinasubiria nyie udhirisho wa wana wa Mungu ili vipate kukombolewa. Pesa zako zinakusubiria zikombolewe. Lakini wewe umekaa. Nenda. Agizo nendeni. Akatuma 72. Nendeni. Wale ndio sasa wakapiliza vibaya sana. Mpaka Yesu mwenyewe alipokaa akaona shetani anaondoka kama umeme. Wakamtumbua, alikuwa amekandamiza watu na uasi, hawataki watu wasiokoke dini nini. Pigi za kusema nilimuona. Tutume tena. Sasa kufurahi sasa. Hebu furahini majina yenu yameandikwa. Kwa ukijua jina lako limeandikwa linaweza kuondolewa. Hilo ukijua itabidi ufanye tu. Na kwa sababu ina faida utaendelea kufanya tu. Hata kama upati faida utaendelea kufanya kwa jina. Nimeandika wapi? Mbinguni. Nimeangalia tu hapa. Nimeangalia tu hapa. Kuna wimbo mnaimbaje? Uzuri wako sio sababu. Maneno mengi sasa nasikiliza mpaka nakereka. Wimbo kama. Lakini ni mzuri. Lakini vitendo zero. Lakini kuanzia sasa unajua namba inaanza na 0. Alafu nenda moja. Watu watakuja. Tarehe 27, 28, 29 mwezi wa 3. Tutakutana kuomba maombi haya na kushukuru kwa ajili ya mavuno. Najua utakuwa umevuna wengi sana. Amina. Sio swala la kwenda Biblia. Wengine hatujui kusema. Na kile unachokisema kinaokoa ni hekima, kinaokoa ndoa, kinaokoa nini? Utaokoa familia. Haleluya. Sasa kama unapiga miayo ndio itaongezeka. Sio? Maana mwenye kiu ya neno la Mungu hawezi kupiga miayo. Anakuwa kama vile anasogeza kita sogea hapo. Huyu baba mbona yuko mbali? Njaa, mazoea. Hakuna aliyekula, labda wengine. Yesu atukuzwe. Kwa hivyo akamwambia hii mikono na kitu inaweza kutransfer, miamala inaweza kufanyika. Lakini natakiwa mtu mwaminifu ambaye nikimfundisha atafundisha wengine. Na hichi nilicho nacho hata nikimaliza kazi yeye atakiendeleza. Na nitampa watu wa kumsupport.
na vitabu Paulo alikuwa anasoma, utagundua Timotheo alikuwa anasoma. Kwa sababu kuna sana mwambia leta kile kitabu cha ngozi. Na Timotheo alikuwa anatunza hadi nguo zake. Uletee nguo ile ya ngozi kwa sababu baridi inakuja. Mume wako, watoto wako unaweza kuambukiza ukovu kwa namna. Ukielewa. Kwa akamwambia Timotheo mstari wa 6 sasa. Anamwambia kwa sababu hiyo una imani sio kwa na unafiki lakini muoga. Inaeleka bila. Kwa sababu hiyo na kukumbusha. Nafanyaje? Uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Afadhali wewe. Hakuna aliyeelewa hapo. Labda naye nitazama. Bora niangalie huko. Wewe unafikiri Roho Mtakatifu anaishusha? Ipo hii Roho Mtakatifu. Lakini ile Yoshua aheshimike itajika Musa. Elisha ili aweze kufanya zaidi alinataka mtu anakuwa na roho moja. Yeye anataka mara ngapi? Mpaka Elia akamwambia naomba sasa nakuwa masharti. Ukiona nikienda. Maana sio ya wajinga tu. Haya mimi nimetumwa kule baki hapo. Sasa uelewe. Ukienda huko ukaenda si nimekosa. Aishiwe huyo Mungu wako sikuachi twende. Kwa hivyo huyo mtumishi hicho kitu kimemgharimu. Ana akili namna ya kufanya. Angalia mtu hapo. Kwa sababu anatolea hesabu siku. Achana watu wanakutaka kusanya mapato. Na kudanganya watu mapepe yanatoka pale shule za uongo. Hapa ni straightforward. Hallelujah. Hebu angalia. Alishawekewa mkono. Kuna kitu ndani yake lakini hajui. Kuna kitu ndani yake alikipokea kwa kuwekewa mikono lakini hajui. Lakini baada ameshikilia imani ya bibi ya dada, ya mama na ni muoga kufanya hata mambo yake mwenyewe. Lakini anasema Yesu anafanikisha. Kutuputu tunauoga. Ngana mtu hapo. Usione mikono inawekwa tu. Kuna kitu kinaingizwa. Ndio maana nakwambiaga uombe hakikisha kile cha Mungu ndicho kinaingia ndani. Tena unaangaliwa kabisa. Sasa kuna kitu kipo ndani yako kimetoka kwa huyu. Ndio maana unaona unashinda, unakuja, unapenda, unataka kujua huyo Mungu, kitu kipo na hicho kitu umekiweka kinaganda. Sasa sio mimi kukichochea. Ni wewe kukitambua, ukijua usikijue, uniwe kuamua kukichochea. Unachocheaje? Unakuwa jasiri. Unaamua sasa kwenda huko na huko, kwenda kuwashuhudia watu habari njema ya Yesu Kristo. Wameokoka, hawajaokoka, wewe uokoe. Wewe unashuhudia. Umewekea mikono wamepona, wasijapona, hiyo sio kazi yako. Yesu ndiye anaponya. Wewe kazi yako kuweka mkono. Amen. Wekea 100, hawajaokoka, hawajapona. Subiria 1000, tafuta 1000 wekee. 1200 wataokoka, 200 watapona. Endelea tafuta 2000. Tunashangaa 2000 wote wameokoka au wamepona. Mpaka ushinde chakula kwa neno la Kristo. Uwe na kiu na njaa. Alikuwa na njaa kabaki kwenye kisima. Mwanamke mmoja kaja ambaye anatakiwa ambiwe habari njema ya Yesu. Yesu akamwambia, mama yule akatambua huyu ni Masihi. Hakuna anaweza kuniambia kitu kama hicho. Na wewe
ujui nani ndio kumshuhudia. Anaweza kuwa ni samaki wa masamaki. Yaani samaki wote wanamfuataga yeye. Yule mama aliposikia akaacha kila kitu, saa zile anaenda kushuhudia. Ndicho Yesu anachotaka. Wanafunzi wameenda kupiga msosi. Waliporudi na msosi wao anampa Yesu sasa kagoma. Chakula kingine nacho. Alipoanza kuongea habari zake, hakuna njaa. Hakupungukiwa. Hicho anachokileta akimuhusu. Na akahubiri siku 2 mfululizo pale kisimani. Na kutoka. Na hakuna ilipoandika nikula. Na wale watu wakamsia aendelee kukaa, akasema hapana. Natakiwa nitolewe sadaka. Kuhusu wako kwa ngumu waje kwenda Yerusalemu. Huyo ndio Yesu nakupa habari zake. Amen. Ambao wengine mkikaa hapa mnaangalia ni saa ngapi? Maana yake mioyo yenu haipo katika kile mlichokifuata, mkaacha kila kitu mbaya. Ni watu wangapi wanakuzunguka hawajaokoka? Lakini upo tu. Ukiharibu jina la Yesu, jina la huduma pamoja na kwako. Kwa sababu ukikuangalia tunasema, "Yule anasali pale hapa." Basi, ama hata kwenda mbali. Wakutembelee watu waseme umeokoka. Wakuite mama, waone heshima ulionayo. Pata. Alafu ashtuke. Unaona tu hapo? Alafu akishashtuka, Bwana mwenyewe atahakikisha mapepo yao muda mwingi walikuwa wanawalisha. Watakuwa na njaa, watawageuka ili wewe uyatoe. Hata mchana wanadondoka mapepo wewe unayatoa pale. Sasa ujasiri wa kutoa hili. Maana kamwambia mwanangu, akitoka pepo shuleni kule akidondoka, wewe fukuza tu. Nani kadondoka, sema nifanyeje? Fukuza tu. Wa kuheshimu. Unaichochea hii karama. Wewe vaa ujasiri. Nenda huko anakoagiza, uone kitakachotokea. Tangu saa zile Timotheo alikuwa anatumwa, nenda kwa kanisa fulani, nenda kwenye kanisa fulani. Alikuwa haogopi. Anawapa injili, makanisa yote 7 yale yalisimama kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Timotheo. Kwa sababu alichokipokea. Unafahamu hilo? Lakini kulikuwa na wachungaji, lakini askofu mkuu nani? Timotheo. Mchungaji anawapitia wote. Ufunuo 1, Ufunuo 2, 3, Timotheo. Makanisa 7. Maana wote waliofuata Paulo waligeuka kufuata na mambo yao. Na wengine wakasema mbaya juu yake. Na wengine wakamfanyia mabaya. Tuko nyakati za mwisho mwaka huu. Injili lazima ifike mahali ambapo itafika. Nani ifikisha ni wewe. Amen. Na injili ya nini? Ya ufalme. Waambie watu kuhusu mbaya mmefundishwa. Na hilo unaijua kuhusu nini? Ambaye nimekufundisha na hilo unayejua kupitia wewe kusoma neno. Maombi yake yameshajibiwa. Nenda sasa uende kwenye vitendo. Na wewe unakusaidia? Mna uhakika? Mna uhakika? Nenda. Uone matokeo yake. Uone kinachotokea. Nikuombe tu. Timotheo, waraka wa kwanza Timotheo 4:14. Hapa kanisani kuna wachungaji. Na sio hilo tu. Nimeona wahubiri wa kuamkia leo. Sio niwasiliana na mama. Maana mimi kwa sina taarifa. Maana amenifanyia surprise. Ni watu najua ni watu walio na imani sio kwa ya mnafiki. Walikuja nyumbani. Hakuna taa ilikuwa inawaka isipokuwa
mianga inatoka kwao. Walikuwa watatu. Nikana jiuliza maswali mengi sana. Na msosi ulikuwa mwingi sana kwa hiyo utumishi. Mimi nikajiuliza nilikuwa wapi? Sijui kama nakuja. Maana mama kama anajua. Paka wanajua chumba wanaenda kuoga wapi kulala. Nikiwa katika hiyo hali nikasema au mazungumzo tulikuwa tunazungumza jana. Sasa Bwana anataka kuelewa. Niko pale tu Bwana anataka kuelewa. Asema wakati umefika naleta watumishi wangu. Sio porojo. Naleta watu ambao watafanya hao watu kwa mtu. Nikasema huwezi kusema kwa sauti, lakini wewe unasema kwa mimi baridi. Nisiye nikawa vuguvugu, mimi baridi. Anasema sio kwamba una kila kitu. Wacha wengine waje wawalishi kile inawezekana unacho. Lakini wewe ukitoa hicho wacha wakawape na wao. Naleta vizuri hapo. Sio watu watafuta wanajipendekeza. Sasa nilipoangalia mama wakati ule nikasema kwa hivyo ni kanisa limewaita. Sio mwanamke si kanisa. Alafu nikiwa na mwanamke basi mfahamu. Ana frat. Alafu ni fupi. Sio mfupi kivile ni mrefu. Kwangu mimi naona mfupi tu. Mzidi shabe. Utajua. Ana frandi ana sawa. Lakini kiangalia kile chakula mmoja anatoka. Anasema sasa hapa nikula bila kunawa. Sasa wageni wako nijifanye kama msalamu mzuri. Sana hao wote mbona wamejaa? Na huko nje wamejaa. Yaani mijitu hii wageni hao wana furaha kama vile nyumba yao. Jinsi kilo ni mahali pa haki ya kila mtu. Watakuja. Zaidi ya 40, 50 hubiri nchi. Nimewambia mapema na mtakutana nao. Sasa sio mimi tu. Nikiweka mkono kitu tunaingia. Lakini kumbuka kuna nabii unaweza kutolewa pia saa zile unaweka mkono. Sasa huyo nabii unatakiwa ukumbuke, alafu sio nabii tu, kuna kitu pia kinaingia kutimiza huyo nabii. Kwa hiyo unatakiwa uchochee ule nabii kwa kuzingatia yale ya Yesu Kristo na kuyafanya kama kichaka. Shida watu wengi wanaenda na kupumzika. Ni maana makanisa mnaweza mkakutabiria, nikutabirie wamejazana watabiriwe. Na ukitabiriwa bila akili ya Mungu, unataka utabiriwe tena? Mnajaa. Inatokea na mimi tu. Hakuna ile kumjua Mungu wewe kama. Sasa inakuja ili umjue kwa nyakati za mwisho. Ndio utajua mimi sio mwanzilishi wa huduma hii. Utajua ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Utajua. Nimewahi kukuambia mimi si mwanzilishi, ni Yesu mwanzilishi. Sijawahi kuanzisha huduma na sitaka nianzishe. Kwa Yesu atatuma watu wake waje kwenu. Hamtakuwa mlivyo hivi. Yaani itakuwa ni moto, watu wataenda kushuhudia. Nyinyi mnatolewa kama limbuko hili. Kama mazao ya kwanza. Mazao ya kwanza ni yenye kila utajiri wa mbegu zote zitakazokuja. Amen. Mtakapofanya inaweza Bwana anafanya anavyotaka. Inaweza kuonyesha nini kitakachotokea baadaye. Nikamwona Ibn pale. Akaniletea Biblia mara ya kwanza, akuniletea mimi akapeleka kwenye meza yao. Ameifunua. Akaweka ya kwanza.
Akaja na Biblia ya pili ameifunua akaweka mezani kwao. Usifikie ni giza, kote ni nuru. Lakini asema nioni. Yeye ni Biblia. Akaweka mara ya kwanza sema, huyu kaleta Biblia ameifunua. Nienda nikasome pale. Kwa nikatulia. Akasema ngoja nione kinachoendelea. Labda kuna mtu mwingine kaleta Biblia nyingine. Sasa nini kinachoendelea? Asimamaye pamoja nami akaniambia, sisi mbarikiwe. Kuna kitu ndani ya kila mmoja wenu. Amen. Na usije ukajidharau. Mungu anataka kutumia hivyo hivyo. Wewe mtoto shuleni, onyesha una Yesu. Onyesha wewe ni wa Yesu Kristo. Yesu mwenyewe atajionyesha kwako. Wewe jivunie una Yesu Kristo. Alafu Yesu mwenyewe atajionyesha wewe ni wa kwake. Kuna neno limetoka. Na kuna mikono umewekewa. Na kuna watu wanakuja. Na hata kwenye ndoto zako au maono yako utashangaa kuna watu wanakuja nuru nzima, lakini wanapekea mkono. Amen. Kwanza sasa utawaona. Kwa sababu ni jambo lililoamriwa. Haliwezi kuziliwa. Utawaona wana mandevu yao, wana wazee mpaka unasema hao wametokea wapi. Wengine utaona uwajui, lakini utaona mimi niko pale nachekeleza. Unajua mimi najua kucheka sana kutabasamu. Wengi hamfahamu. Mimi nikitokea kwa mtu yote sitokee nimenuna. Nacheka tu. Mpole kama huwa. Hapa ni sura ya kazi. Ya furaha sio ya limao. Haleluya. Si nimeongea na mtu hapa. Angalia umepoteza muda kiasi gani. Kitu na kitu ndani yako. Kuna kitu ndani yako mama kati. Na kijua, sasa ndio nakwambia kichochee, utakapoanza hata kama ukijua kianza kuchochea utashangaa. Wewe una hekima. Na watu wengi wa mama wengi wanakuhitaji. Sina maana tu. Lakini unaweza kuja hapo unaomba, unajiona una kitu. Ndio maana umeletwa, kuna kitu cha kufanya. Yesu oi. Yesu oi. Kila mmoja wenu ana kitu. Acha kufikiria baba ndio unacho. Ule mtao unakoishi. Hakikisha unapoamka unasema kuna mtu alituletea Yesu hapa. Wanakutafuta kwa sababu unakiwa kuna mtu anaweza kufundisha kama wewe pale. Amen. Hakikisha unapoishi umeweka alama. Kama utaweza kujenga nyumba yako mwaka huu tuone kama utafanya hivyo. Si ndio sahihi? Amen. Tuone yale ambayo umeombea muda mrefu yatokee. Hata dukani yako, hapo kwenye biashara, weka redio yako, weka flash, mafundisho yanaendelea. Hayatafukuza mteja. Yatawavutia, wataona wewe una akili. Tunakumbuka kuna binti moja hapa ameleta mtu kwa sababu alikuwa anaonekana na hekima. Ameenda tukusua kwenye saluni zile. Sasa kama ni ya kwako umeweka neno wanalisikia. Watakuja. Wewe ni kwa suka tu. Wakikuuliza swali unaongea kwa hekima tu. Maana unayo ndani yako. Tunayo roho iliyo bora, iliyo njema kupita kiasi. Amen. Ndio maana katika roho tuko mbali sana. Naambia kila mara. Sasa damu na nyama fanyeni, anasemaje? Anasema wewe nianze 11. Mambo hayo uyagize na kuyafundisha. Kuna mambo nimekuwa nikiwafundisha, nikiwaagiza, si ndio? Anasema iagize na kuyafundisha. Nimeanza mstari wa 1, Timotheo wa kwanza 4. Sawa?
Mtu awaye yote, sema mtu awaye yote, asidharau, asiudharau ujana wangu, asidharau wokovu wangu, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Sio unakuwa mchafu pale. Si kama kuna watu wanisikiza. Uwe msafi. Sio watu wanakuja pale uliko, imani unayo, mwenendo mzuri, lakini kikwapa. Hakuna naika. Ukiongea hivi meno shutu. Lazima saa zingine ukae hivi umwambie mtu, unasikia na mdomo wangu unanuka. Inaelewa? Nawe mkweli sio mnafiki. Ambi, shutu. Si nifanyeje? Miswaki. Inaelewa? Inaeleweka? Hilo kenda kule msafi kiongea kuna ndiye mtumishi. Endelea tu. Socks zinanuka. Maana kuna nyumba unaweza kuingia unavua viatu, sio? Unaingia yani unawafanya hata usisikilize na socks zako tu. Usafi. Hebu nusa mwenzako hapo sasa. Utatoka sio kama unafua. Haleluya. Usafi. Si unaenda tu nimeokoka, nywele zimekaa kama jalalala. Mdomo, sura ovyo. Piga pamba, weka vitu vizuri, nenda kashuhudia. Vaa kiatu kizuri. Huo shuhudiaji wa kwangu ulishapita huo. Nilikuwa nashuhudia na shati moja la blue, mpaka likabadilika rangi. Kwa natambulika yule mtumishi mwenye shati la blue ile pauka. Nilikuwa Dar es Salaam, niliamrishwa kutoa nguo zote nilizonazo niwape watu. Wengine na wapo wana nguo. Wako nakasirika. Lakini Bwana ndiye anakufundisha. Na ukipokea unafurahi. Itoa ukipokea kutoka kwako. Alafu kabaki na suruali moja, shati moja, socks hakuna. Kiatu bila socks, kiatu yana kipigwi rangi. Nipo tu, huu utumisha hapana. Inaeleweka kweli? Amen. Sio ni mkorofi mtaani. Wewe mkorofi katika yaliyo mema. Katika yaliyo haki. Twende tufikia. Hata nitakapofanyaje? Ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Sio umekaa tu usome Biblia yako. Notes zako hizo unazisoma. Nakaa kinaga, umeme hajatuashia, chukua redio. Weka flash, weka mahubiri. Ngine tu hapo. Sasa hivi kuna mwanga. Na redio tu zinatumia mwanga wa jua. Unaita solar. Kila mtu ameenda shule. Sasa hivi fanya bidii mpaka atakapokuja. Soma. Usifikiri naenda. Twende. Anasema usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Amen. Kwa kuna karama unapewa kwa unabii na kuwekewa nini? Mikono ya wazee. Iko ndani yako, sio kwa mtu. Itumie. Wengine wetu mnaota mpaka mnafukuza mapepo kwenye ndoto. Lakini sasa kuitumia karama, mtakuta huko. Na unapoenda sema Bwana Yesu, nipe mtaji. Sasa Bwana anakunyang'anya mtaji, sasa mwambie Bwana Yesu nipe mtaji mbele.
Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwa dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Na mafundisho tunaongea na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Imeeleweka? Swali linakuja, umesema Bwana Yesu nipe mtaji uko mbele nako wewe. Hamulielewi? Nani ameweka na pamphlet ile ya kwetu? Niandika ndani ya kitabu hiki. Unayo? Naiomba. Bwana Yesu Kristo daima niwe ndani yako nawe ndani. Maombi tu aina hii. Kwenye ukurasa namba 1. Hizo kisha pita zote. Yaani kama ni vitabu viwili hapa. Ukurasa namba 3. Ukija hii inakuwa ni ukurasa namba 1 kama namba 4. Sawa. Yesu Kristo aliye Bwana wetu anataka tumwamini hilo tu. Akwambia nenda amini hilo tu. Hiyo nalo kweli. Ulitumia kazi yoyote aliyowahi anayofanya na atakayofanya ni ruksa kufanya na kufanya makuu kuliko hayo. Yeye ameruhusu na mstari upo pale. Kila kitu kimeandikwa hapa kinathibitishwa kwa nini? Kazi hizo ni ipi? Hizo kazi ni mtaji. Ndio maana hawakupungukiwa. Kwa ukienda huko ukute hao wa aina hiyo. Cha kwanza ni nini? Namba 1. Kuhubiri ukisema ufalme wa mbinguni umekaribia, maana yake kuleta furaha, amani, ustawi. Watu hawana amani huko, ndio maana mtu akiokoka anakuwa na amani kwanza. Ufalme uko ndani yako, alafu kuna karama iko ndani yako, ni chochote. Imeleka? Namba 2. Ukishamaliza kuambia habari za Yesu, ufalme wake, sio dini yako. Sisi wa Roma, sisi Anglikana, hizo Yesu azijuaje? Anajuaga tu ufalme wake. Wao Kristo hujui. Wao Uislamu anajua tu ufalme wake. Haya. Pozeni wagonjwa. Maana wale unaoambia kuhusu ufalme wa Mungu pale, mwambie lazima wewe mgonjwa. Kuna wagonjwa wateja ambao ni mshahara. Wewe una kitu kinaitwa kwa ponya. Ukienda tu na waponya. Ipo katika Mathayo 10, sio kasema nasema soma tu. Mstari wa 7 na 8. Ndipo naposoma haya yote. Hilo ni agizo lake kwetu. Ukiwa na aka kitabu katika huduma hii, huwezi kuwa maskini. Huwezi kupungukiwa nguvu za Mungu, huwezi kupungukiwa hekima ya Mungu. Huwezi kupungukiwa nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu ambaye ni Kristo mwenyewe. Na Roho Mtakatifu anajua kazi zake na namna ya kuwa naye. Imeandikwa huko. Utakuwa gari lenye injini leo bodi nzima sina leka na watu sahihi. Kwa hivyo ni nini? Yesu ana uhakika. Muamini, amekuagiza nenda kwa waponye. Unapoenda wagonjwa wawepo, ndio maana akasema hivi, mapepo yanatii, wakaponya watu, na uwe na kile silaha nyingine. Na uweze kujua namna ya kuitumia kama ilivyoandikwa kwenye Biblia, mafuta. Usiwauzie. Unayo. Hiyo sitakienda kuongea. Maana hata wale walipotumwa walikuwa na mafuta. Walinyang'anywa kila kitu mafuta wakawa nayo. Wakapaka wengi waliopooza wakapona. Na mapepo yakatoka. Nasoma kitabu cha Marko 6. Si ndio? 13 nimesema hapo. Si ndio? Kwa hivyo unapoenda wewe
kushuhudia koka. Una lengo wewe tu. Ndio maana tunataka irushwe ili isaidie wengine. Injili sio hapa. Injili ni Afrika nzima. Ukiona naongea hivi, roho imeshatoka. Kuna uamsho. Usiposikia sasa, unajua sisi tunakuwa mwaka mmoja mbele. Lakini sasa hivi tumepunguza miezi mingapi? 3 mbele. Sasa tunataka tuende kasi. Kuna vitu kiangalia kwenye TV, tuliangalia 2000 na ngapi huko 2015 ndio unaangalia sasa hivi. Watumishi. Miaka 10 na kitu. Maana hii sio sawa. Mbili. Unaweza kukutana na wafu. Mle ndani kuna mtu amekufa. Wanataka kwenda kuzika. Agizo nini? Sio kwamba uombe. Fufua ni fursa. Ukishafufua unafikiri nini? Watu wote wanakutafuta wewe uliyefufua. Ni mtaji sio mtaji. Una akili au una akili? Tafuta mfano wa Mungu kwanza na akili. Aliwaambia acha hiki. Acha ikanijua wanaweza kutumia, akasema ni hela walikuwa na. Sasa mnijui nyinyi. Nilichona chao washenzi. Nimekuja kwa bariki watajirisha wananikataa, wamenizoea. Sasa ngoja niwatume nyinyi. Mmekaa na mimi tu. Nendeni. Walifanya yanayotisha. Dunia ikatetemeka. Watu wakasema Yesu yuko wapi? Kama wanafunzi wake ndio wanafanya hivi, uunguzi. Naona watu hapa. Kitu kingine. Sio kwa kufufua watu wote. Ndio maana tuende hospitalini kuponya watu wote. Hata Yesu alikuta hospitalini watu wamejaa, aliponya mtu mmoja tu aliyekaa miaka 38. Kwa lazima ufanye kitu pale. Alichukua mtu amekaa muda mrefu kuonyesha mfano kama anapona. Lakini watu waliokuja kwake, si alienda kwao. Waliokuja kuponywa, waliponywa wote. Kwa sababu wametaka kuponywa. Ila wewe ukienda, omba mtaji. Umeshaelewa? Usiombe mtu yote hela, usitabirie mtu yote hela. Mambo ya kishenzi achana nayo. Usitapeli mtu yote kwa maneno. Wewe taka mtaji huu. Jirani zako wanashughuliwa na mapepo, wameyaficha muda mrefu, yakabiriki. Amen. Useme amen kama mtu anaelewa. Amen. Unafikiri wale watu wameteseka miaka mingi wanaenda kwa waganga wanafanyia mtoa ng'ombe wakatambua. Umetoa pepo, umetoa buru, usihitaji chochote. Wao watakuja kushukuru Mungu wao. Kuhakikisha kazi yake haiendi bure, lazima ina shukrani kwa Mungu wako. Amen. Hiyo ni mikakati na kuwekea sasa, nitakapoweka mkono ujue kinachoingia. Amen. Na wewe ujue unapoomba unaenda wapi. Nini kinaenda kutokea, unakuwa na majibu. Hii kitu ni kitabu, ni kizuri. Alafu takutana na magonjwa yasiyotibika. Ukimwi, pressure, kisukari, kilausi. Moto tu unawaka kwenye mwili, sijui unatoka miguuni mpaka kwenye goti. Halali mtu. Sema Yesu amenileta. Leo unapona. Siseme kesho. Leo. Amen. Anathibitisha neno lake. Imani sio na imani na upendo ndani yake. Hii mwenyewe atakayethibitisha. Utashangaa watakavyotafuta. Ili wafundishe neno Yesu. Watapata wagonjwa utaleta kwako. Unafikiri itakuonea wivu? Pumbavu sana. Umenipunguzia kazi, mimi sasa nakula kwa raha. Naambia Bwana, ulichonituma nikifanya matunda yake unayaona. Nipeleke sehemu nyingine pia.
plani yako nyingine. Yesu anataka uinuke. Twende. Kwa unafanyaje? Hapo itabidi uite damu ya Yesu. Unaongoza sala ya toba, maana na uchungu ndani yake. Awe na ukimwi, awe na kisukari, awe na pressure, yaani yale magonjwa yanayoonekana wanadamu hawana suluhisho au ya mrithi. Asikwambia umeokoka, wewe ongoza sala ya toba ya kwako. Umpe Yesu wa kwako. Kwa sababu ndani kuna uchungu sana. Sinaleka. Kisha ongoza sala ya toba. Ile sala ya toba ni uponyaji. Alafu mwambie Yesu amekuweka huru kuanzia sasa. Maana wote waliomwamini na kumpokea aliyopoweza kufanyika watoto. Mwambie nataka uelewe ili sasa sitikatokea. Lazima ukae kwenye neno la Kristo. Usimfundishe. Maana pepo mchafu akishatoka na rudi tena. Ila sirudi hia unamzika. Muondolee hofu. Ya kwenda kwa hisia iwe na uhakika, awe na uhakika. Kuna hiki kilianza hivi kama inarudi, awe na uhakika. Kwa narudi kwenye Biblia. Hana Biblia na njoo. Tafuta kwa baraka zote. Namba yangu ya simu hii. Na ya baba yangu pia hii. Sasa baba yako pia. Yaani wewe moto hivi baba yako koje? Kwa sababu nataka kumtolea utoto wewe najua umeshamtolea utoto, mimi nampeleka kwenye ukomavu. Fibo za baba tamu. Kwa bora wewe ukaanza naye huko mwanao. Yaani nakwambia hivi. Si kama kuna watu wananielewa watafanya. Ndipo sasa mtaweza kuwa na ibada hapa sichi. Nani amesikia leo? Nani anasimama leo? Mtu fulani na mjui, mtamshtukia. Mimi hamtaniona. Najua saa hiyo nitapelekwa sehemu. Kanisa ambalo sio JC Kingdom Family litaenda kusimama. Unafikiri unanikataa? Hii roho huwezi kuikataa. Amen. Haikataliwi. Kataa kwa hasara yako. Tulichonacha kikataliwi na kanisa lote. Na mtu yoyote au ameokoka jeokoka Katoliki. Unafikiri kwa nini natajeka hata Roman Catholic? Wanaelewa. Sio kama na wadui nao. Sina wadui na mtu. Wanaelewa huyu mtu anachokisema kinaokoa hata sisi. Wakijua neno la Kristo vizuri na upako kana watawekea watu mikono kule. Roman itakuwa kitu kingine. Amen. Sio umepata? Hallelujah. Ukitaka kujua uovu wote unaanzia wapi? Soma kitabu cha Warumi. Kwenye Biblia yako. Mwanzo kile moja tu. Ile moja tu utajua hii kuto kumwabudu Mungu ilianzia wapi? Ushoga nini? Mimi sijaandika hiyo waraka. Ili inanipa kujua mapepo na uovu na fanyaji kazi inaanzia wapi kweli. Nani anawapa support? Na ionekane kama ni kwa mimi nasoma tu kama wengine. Kwa hiyo kusema umesoma vibaya. Ipo hapo. Kwa nini mwandikiwe wewe ndio sio wa Efeso? Yesu wewe. Kwa rahisi sana kuokoa watu wengi. Na mnaenda. Sio kwa nguvu zetu. Ni kwa Roho Mtakatifu. Amen. Mradi mwingine sorry. Sasa huu ndio yenyewe. Hii ndio pesa yenyewe. Hii toa pepo. Hakuna kukemea. Toa. Si unakaa na pepo dakika 5. Wewe hujawahi kwa mwanafunzi wangu. Sekundi jiwekea hata sekundi. Yaani ukifumba na kufungua. Hata kama unasema kwa jina la kufumba ikazi. Anafanya. Ambia nikifumba na kufungua. Wewe umeshapotea. Shimoni
Angalia macho yangu. Naumwa. Unafikiri watu wanakuonaje? Ni ajabu. Walishataja jina la Yesu. Wewe umerithi jina unalo. Amen. Kwa hiyo ili pewe useme kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wote wanajua una Yesu. Watangazie kwa jina la Yesu aliye naye. Amen. Leo mtaona ufalme wa Mungu ni chini. Thibitisho. Toa pepo ni bure, mtaji mzito kubwa. Kingine zidi kumkiri mbele ya watu kwa ujasiri wote. Na kwa mtu utakuja hapa baba, ulichelewa. Hata zile dini ibada za nyumbani, utafanya ibada za nyumbani watu watakufuata pale ni mapepo tu. Wewe nikwambie sasa njoeni kwenye ibada. Watakuja. Au fanye kazi bwana leo, anza kazi. Amen. La mwisho ambalo sio la mwisho. Hao watu wafanye kuwa wanafunzi wa Yesu. Hilo ndio lengo